Katika historia tunayosoma kuhusiana na Wayahudi, tangu kipindi cha Musa, Nabii Musa, hasa nitaanzia tu kipindi cha Musa, Nabii Musa, Waisraeli walipewa unabii wa kuja kwa Masihi. Wakuja kwa Masihi, yani mkombozi wao. Kwa hiyo ahadi hiyo wametembea nayo vizazi na vizazi. Ahadi hiyo ya kuzaliwa kwa mkombozi wametembea nayo vizazi hadi vizazi, wakijua kwamba siku moja Masihi atafanya nini? Atakuja, atazaliwa kati yetu. Baada ya wafalme kuingia wa Israeli, Masihi alianza kutajwa kama mrithi wa kiti cha ufalme cha Daudi. Kwa hiyo wakajua kabisa kwamba, walivyoelewa kwamba huyu Masihi atakayekuja atakuwa mfalme kama alivyo nani? Daudi, alivyokuwa Daudi. Kwa hiyo Daudi, jinsi ambavyo alikuwa mfalme shujaa, jinsi ambavyo alivyokuwa mfalme shujaa, walitegemea kabisa kwamba huyu Masihi wao atakuja kuwaneemesha. Zaidi na zaidi manabii wakatabiri mpaka mahali ambapo angezaliwa, Bethlehemu. Kwa hiyo walikuwa wanajua ipo siku Masihi wetu wa kutukomboa atazaliwa. Hamu yao ya kukombolewa iliongezeka zaidi. Hamu yao ya kumhitaji Masihi iliongezeka zaidi baada ya wao kuwa chini ya falme zingine. Yaani walikuwa kama koloni. Walianza kuwa koloni la Wamedi na Wajemi. Baadaye wakawa koloni la Wagiriki. Baadaye wakawa koloni la Warumi. Kwa hiyo hamu yao iliongezeka zaidi kwamba mkombozi wetu wazaliwe tu ili aje atutoe katika utumwa huu. Maana moja ya ahadi ambazo zilitajwa katika maandiko, atakuja kuwainua watu wake, kuwatukuza watu wake huyu Masihi. Kwa hiyo hamu yao iliongezeka sana kwamba angezaliwa hata kesho ili sisi tuondoke katika mateso haya ya hawa wa Roma. Na kweli maandiko yanaeleza kwamba Rumi ilikuwa inatawala kikatili sana. Kwenye ile sanamu ya mfalme Nebukadreza aliyoota, ufalme wa Roma uliwakilishwa na ile miguu ya chuma. Kisoma katika Danieli 2, uliwakilishwa na miguu ya chuma. Hivyo utawala ulikuwa wa chuma kweli kweli. Ulikuwa na ukatili, ukandamizaji sana. Kwa hiyo hawa Wayahudi wakatamani sana mfalme wao aje, Masihi wao aje awakomboe. Sasa kilichotokea ni kwamba muda ulifika, akazaliwa. Shida ilianzia tu muda ambao amezaliwa. Waliotambua kama amezaliwa sio Waisraeli wa kwanza, bali ni watu kutoka mashariki. Inasadikika mashariki hiyo ilikuwa ni Babeli. Hao watu walitoka Babeli. Maana moja ya vituo vya wasomi wa nyota ilikuwa Babeli, huko ambako ni Iraki ya sasa. Ukisoma hata ile kisa cha mfalme Nebukadreza, alikuwa na wanajimu katika lile kundi lake la wenye hekima. Alikuwa na watu wanaitwa wanajimu, astrologers. Wale wanajimu
walikuwepo. Kwa hiyo hawa wasoma nyota, wale mamajusi, waliitwa mamajusi, waliona ile nyota ikawaongoza mpaka mahali ambapo Yesu alizaliwa. Kwa hiyo hawa mamajusi wakafika kwa mfalme Herode. Sasa Herode naye akawauliza makuhani, wakasema wanajua alitabiriwa Masihi atazaliwa Bethlehem, lakini wao wakiwa hawana habari kama amezaliwa. Hao watu wa mashariki ambao hata sio Wayahudi wameanza kujua. Haya, Masihi huyu ambaye alitabiriwa, alizaliwa na kakua katika nchi ya Uyahudi. Ninajikita zaidi katika swala la ukombozi walioutarajia hawa Wayahudi. Baada ya Yesu kuwa na sifa ama kusema yeye mwenyewe kwamba ni mfalme wa Wayahudi na ndio Masihi aliyetabiriwa, walianza kumkataa. Bwana pewe sifa. Walianza kufanya nini? Moja ya sababu kuu, nitazungumzia moja tu. Moja ya sababu ambayo iliwafanya wamkatae huyu sio Masihi wetu ni kwa sababu hakuwaokoa, kuwaondoa chini ya ukandamizaji wa ufalme wa Rumi. Na yeye aliendelea kuwa chini ya ufalme wa nini? Wa Rumi. Kama tu walivyo wao wako chini ya ufalme wa Rumi, na yeye akawa hapo chini. Sasa wakawa wanajiuliza, huyu Masihi aliyetabiriwa si ndio huyu ambaye alitabiriwa aje atuokoe? Sasa mbona na yeye anatawaliwa tu, wala hatuokoi tutoke katika hii mikono ya Warumi wakandamizaji? Kwa sababu hiyo walimkataa kwamba huyu sio Masihi wetu, kwa sababu hajatimiza vigezo vya kuwa Masihi wa kutukomboa sisi. Kwa hiyo badala ya kumwamini huyu Yesu ambaye wamempima kwa vipimo visivyo sahihi, bado tu wamempima kwa vipimo ambavyo ni vya kutokuelewa maandiko, waliondoa uaminifu kwake, wakarudi kumwamini Kaisari tu. Kuna kauli moja wakati Yesu anaelekea kusulubiwa, kuna kauli moja walisema kwamba sisi hatuna mfalme isipokuwa mfalme wetu ni nani? Hamjasoma hicho kisa? Wakasema sisi hatuna mfalme ila mfalme wetu ni Kaisari. Kaisari ndiye alikuwa mfalme wa Roma. Kwa hiyo wakamkataa, maana waliambiwa huyu si ni mfalme wenu ambaye ni Yesu. Sasa wakasema sisi hatuna isipokuwa nani? Kaisari. Kwa hiyo uaminifu wao wakaurudisha kwa Kaisari. Masihi wao wa kweli wamfanya nini? Wakamkana, wakamkataa kwa sababu hakizi vigezo vya kuwakomboa kutoka kwenye ukoloni. Sasa tuhusishe hayo mazingira na kanisa la leo. Kanisa ambalo ninazungumzia leo ni la Wakristo kwa ujumla. Yaani wote duniani wanaojidai wao ni Wakristo. Iko hivi, historia inajirudia. Historia inafanya nini? Inajirudia. Na mbaya zaidi ama uzuri zaidi, unabii unaenda kutimia kama ulivyotabiriwa. Katika migogoro ya kisiasa, migogoro ya kisiasa hasa inayoendelea hapa Tanzania, makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali yanatoa matamko ya namna gani menyewe yanaangalia hali mbaya inayoendelea nchini Tanzania ya kisiasa. Kwa hiyo yanatoa matamko ya kulaani jinsi serikali inafanya maovu, yanaandika namna mbalimbali ya kukemea
kuikemea serikali maovu wanayotenda. Bwana apewe sifa. Sasa baada ya makanisa kadhaa, madhehebu kadhaa ikiwemo kanisa Katoliki, sijui KKT, sijui nini, wametoa matamko kadhaa ya nini? Ya kuikemea serikali inafanya mambo mabaya. Sasa kilichoendelea baada ya hapo ni watu maarufu tu wanadai, mbona makanisa mengine wako kimya? Mbona makanisa mengine wako kimya? Ina maana wao wanafurahia yanayofanywa na serikali. Hao sio Wakristo wa kweli. Kuna mwanasheria mkuu wa serikali wa sasa hivi, rais wa chama cha wanasheria, siku moja akasema, yani yani kanisa ambalo halifanyi nini, halikemei haya maovu yanayoendelea kwenye serikali, hilo yani halifuati mfano wa Kristo. Kristo mwenyewe alikuwa mtetea haki. Kwa hiyo makanisa yote ambayo hayajatoa tamko kulaani vitendo vya machafuko ambavyo vinasababishwa na serikali, makanisa hayo yanaonekana sio Wakristo wakwe, kwa sababu hawapazi sauti kukemea maovu. Ulinganifu sasa hapa, ulinganifu wa kipindi cha Wayahudi na sasa ni kwamba Wayahudi walitegemea huyu ambaye wanamtegemea ni nani? Ni Masihi na mkombozi wao. Walitegemea aikemee serikali ya Roma, yani tena waokoe kutoka katika ukandamizaji wa nini? Wa serikali ya Roma. Leo hii wanaojidai ni Wakristo, lakini wakiwa katika wanaona wako katika ukandamizaji fulani wa kisiasa, wanatamani haya makanisa ya watetee, ndio ataonekana kwao ni makanisa ya kweli. Yani makanisa haya yatumie nguvu zake kukemea uovu na mabaya yanayofanywa na serikali. Ndipo makanisa haya yaonekane kwamba ni mazuri. Kwa hiyo vigezo vya kumpima Masihi ama mkombozi vinaendelea kujirudia, na vitajirudia kikamilifu kama ilivyokuwa kwa Wayahudi. Kama ambavyo Yesu hakuaminika kwa Wayahudi wala hakupata ushawishi wowote kwa sababu hajashiriki katika ukombozi wa kisiasa, ndivyo ambavyo kanisa la Kristo la kweli leo halitaweza kuaminika, litashindwa kupata ushawishi wowote kwa sababu halishiriki katika ukombozi wa kisiasa. Matokeo yake sasa, kama ambavyo Wayahudi walirudisha uaminifu wao kwa Kaisari mfalme wa Rumi, ndivyo ambavyo wengi wa Wakristo leo wanaojidai ni Wakristo hatimaye watarudisha uaminifu wao kwa Kaisari wa dunia ya leo, ambaye ni ufalme wa Rumi ama ufalme wa Roma. Baada ya watu kuchoshwa na tawala za kiraia ama mamlaka za kisiasa za kiraia, hatimaye watarudisha uaminifu wao katika mamlaka za kidini. Na hapo ndipo mamlaka ya kanisa la Rumi duniani itakumbatiwa na kukimbiliwa na watu, ikidhaniwa kuwa ndio mkombozi pekee aliyesalia. Unabii umeeleza juu ya kanisa Katoliki la Roma. Kanisa Katoliki la Roma, jinsi ambavyo lilikuwa na nguvu nyingi tangu kule nyuma, lilikuwa linashikilia
mamlaka ya kidini na ya kisiasa. Tuko pamoja ya kidini na ya kiserikali. Lakini baadaye muda ulipofika uliotabiriwa likapoteza ushawishi wake na nguvu zake, kitu ambacho kinatajwa kuwa jeraha la mauti katika kitabu cha Ufunuo 13. Sasa unabii umetaja kwamba nguvu ya kanisa Katoliki la Roma ya kiserikali na kidini juu ya dunia yote itajirudia tena wakati huu wa mwisho. Sasa hivi serikali za kisiasa, mamlaka za kisiasa hizi sijui demokrasia, vyama vya siasa vinapoteza mvuto kwa watu. Unasikilizana vizuri jamani? Mamlaka za kisiasa sasa hivi, hizi za vyama vya siasa vinapoteza mvuto kwa watu wanaotawaliwa. Kwa sababu gani? Hawa wanasiasa pengine wanakuwa ni sio waadilifu, ni wezi. Kwa hiyo hawapendeki na hawaaminiki tena mbele ya raia, na pia wanang'ang'ania madaraka kuwatoa paka kwa mapinduzi au maandamano au kufanya fujo. Ndio sasa wanaona kwamba hapa imefanya nini? Imeshindikana, hawa raia wamekataa, hawatawaliki tena. Kuna nchi nyingi ambazo ndani ya mwaka huu tu zimekuwa na machafuko mengi, maandamano yanayoitwa ya Gen Z, maandamano kama haya yaliyofanyika hapa Tanzania. Kuna nchi ya Nepal, kuna maandamano yalifanyika, yani mpaka sijui waziri mkuu akashikwa, akavulishwa nguo, anapigwa mtaani na watu. Haya, Morocco maandamano yalifanyika pia. Haya, Madagascar maandamano yamefanyika mpaka rais akakimbia nchi. Raia hawatawaliki na mamlaka hizi za kisiasa tu. Sasa hivi hawaziamini, wakiona tu mwanasiasa ameanza mambo yake wanafanya nini? Waswahili wanasema wakisasa wanaliamsha. Huyu rais hatumtaki. Sasa hii inayotokea sio bahati mbaya. Hii inayotokea sio bahati mbaya, bali ni unabii unaenda kutimia. Mazingira yanaandaliwa. Mazingira yanaandaliwaje? Mamlaka za kisiasa zitakosa kuaminiwa. Mtu wa nyumbani ambaye ni mtawala wa kisiasa wa ndani ya nchi hataaminika. Atatawala kwa muda mchache, kidogo akifanya jambo lolote, akikosea kidogo haaminiki, anataka aondolewe. Itafikia hatua sasa Masihi wa kuwakomboa hawa watu atajitokeza. Masihi huyo ambaye watu watamuona kama mkombozi ni mamlaka ya kidini. Bwana apewe sifa. Na mamlaka ya kidini ambayo inakizi sifa za kuwatawala watu katika dunia hii ni kanisa Katoliki la Roma. Ndio lenye nguvu kwa sababu limewahi kupitia mambo hayo. Kwa hiyo mfano kwa machafuko yaliyopo hata Tanzania sasa hivi, ninyi sijui mnapata hizo habari, sijui sana, lakini hali sio shwari. Kwa machafuko yaliyopo Tanzania ya kisiasa, watu hawataki Chama cha Mapinduzi kitawale, hawataki, yani hawaamini tena serikali iliyopo madarakani. Hivyo mtu yeyote mwenye nguvu atakayekuja akanyakua ama akachukua madaraka yaliyopo kwenye CCM na kiwaahidi mambo mazuri wa Tanzania, ataonekana huyo mtu ni Masihi.
Tuko pamoja Ataonekana huyo mtu ni Masihi kwa sababu amekuja kuwasaidia watu. Ndivyo ambavyo kanisa la Roma, unabii unavyoeleza, litatumia njia hiyo kwa sababu mamlaka za kisiasa zinaendelea kutokuaminika. Hivyo sasa mamlaka za kidini zitakuwa ni option ya pili ya kuwaongoza watu. Kwamba mamlaka za kisiasa zimeshindwa kuwaongoza watu, hawatawaliki. Hivyo mamlaka za kidini zinatakiwa kuchukua sehemu yake, na watu watampokea kiongozi huyo wa kidini kwa shangwe, kwa sababu wamechoshwa na mamlaka za kisiasa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia matamko ya Papa Francis, ambaye ni experience sana, huyu Papa Leo ambaye yupo sasa hivi, ukiangalia hata mtandaoni zile posti zake, yani ni posti za amani. Yani akitokea sehemu fulani, yani ndio mtu ambaye anaonekana kama anasikitika sana kwa ajili ya machafuko. Hata Tanzania tu alipotokea aliposti akasema Tanzania sijui namna gani, yani watu walishangilia kwamba huyu ndio mtumishi wa Mungu sasa. Huyu ndio mtumishi wa Mungu sasa ambaye anaumia kwa ajili ya watu. Ndivyo ambavyo hata Wayahudi walisema hatuna mfalme isipokuwa nani? Kaisari. Kaisari wa sasa hivi ni hii ndo Roma yenyewe. Kaisari wa sasa hivi, ama huyu ambaye atapokelewa kama Masihi, ama watu watamkubali, hasa walio wa Kristo wengi watamtambua kama mfalme wao, ni kanisa Katoliki la Roma. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yake Yesu sasa, katika maisha yake Yesu hakuwahi kuonya maovu ya serikali ya Roma wakati yuko duniani. Hakuwahi hata mara hiyo. Leo hii Tanzania kuna maaskofu akina nani, yani wana ilani serikali, wanafanya nini, yani tena hao ndo wanasemwa sasa hao ndio watumishi wa Mungu wa kweli, kwa sababu wanalani nini? Wanaungana katika matakwa ya wengi, wanaonekana ndo watumishi wa kweli. Lakini Yesu hakuwahi kufunua kinywa chake akionya mabaya ya Kaisari ama ya Pilato ama ya Herode. Hakuwahi. Yani aliulizwa mara nyingi, walimfuata na kumuuliza kutaka angalau waseme anasemaje kuhusiana na jambo hili, lakini alinyamaza kimya. Yani alinyamaza kimya, hakuzungumza. Hapo ndipo walichafuka sasa hawa Wayahudi, wakasema hivi Masihi gani huyu ambaye hata hatuokoi? Masihi huyu au ni nani? Ni mhangaikaji mwenzetu tu. Ndivyo ilivyo hata leo. Wote hao wanaosema kanisa ambalo haliwezi kutoa tamko kwa serikali, hao ni watu ambao mwisho wa siku kanisa ambalo wataliona ni la kweli ndio ambalo sio la kweli, kwa sababu halichukui mfano wa Yesu Kristo. Mtume Paulo aliuawa na ufalme wa Rumi, lakini katika maandiko yake anaandika na waandikia washiriki wa kanisa waombee serikali. Waombee nini? Yesu alisema ufalme wangu sio wa dunia hii. Wayahudi kitu ambacho hawakuelewa, ufalme wake haukuwa wa dunia hii. Yeye alikuja kuwaokoa kutoka kwenye ufalme wa giza. Ufalme wa giza, yani ufalme wa shetani, dhambi.
ndiyo ambacho alikuja kuokoa kutoka kwenye dhambi, ila wao hawakujua. Leo hii watu wanataka waokolewe kutoka kwenye ukandamizaji wa CCM, ukandamizaji wa serikali ya CCM, lakini wamesahau kwamba ukombozi wanaohitaji ni wa kutoka katika dhambi zao. Takuta maaskofu wanashinikiza maandamano, wanashinikiza watu walaizi. Najiuliza, hawa maaskofu wanaiga mfano wa nani kwenye Biblia? Hao ndio wanaonekana masihi, akina masihi hao. Sasa iko hivi, dunia inakoelekea, masihi wa mwisho atakayeonekana ni masihi wa dunia hii, kuiponya dunia, ni kanisa Katoliki la Roma chini ya Papa. Kuna kitu kinaitwa kwa sasa, kuna mradi unaitwa kwa Kiingereza ni Sustainable Development Goals. Huu ni mradi wa dunia ambao ulipendekezwa na uliandikwa na Papa Francis. Huo mradi akaupeleka kwenye Umoja wa Mataifa. Mradi huo una mipango ya kwamba mpaka kufikia 2030 dunia hii itakuwa nzuri sana. Kutakuwa na elimu sawa kwa wote, hakutakuwa na maskini, kutakuwa na usawa, hakutakuwa na uhalifu, kutakuwa na amani, hakutakuwa na vita tena. Ahadi nzuri za kwamba kila mara ukizisoma zile ahadi utaona kwamba kweli hizi zikitimia ni kama mbingu mpya. Na Umoja wa Mataifa ukakubali. Kwa hiyo nchi zote zilizopo kwenye Umoja wa Mataifa zipo katika kutekeleza hayo mambo. Kama haitoshi, wanafunzi mashuleni na vyuoni, kwenye mitaala ya vyuo na mashule, hiki kitu cha Sustainable Development Goals kimeingizwa. Wanafunzi wanasoma project 2030. Mradi wa Rumi wa kanisa la Roma kupitia Papa Francis unatekelezwa mpaka kwenye mitaala ya elimu ya dunia yote. Katika hilo, unaona Papa ni mtu wa kawaida hapa duniani. Sio wa kawaida. Hivyo Papa kazi yake kubwa, ama kanisa Katoliki la Roma kazi yake kubwa, watu sio kuwaondoa watu katika dhambi, bali ni katika kujenga ufalme wa dunia hii. Ndiyo ambayo mawazo ambayo anawataka watu kuwaelekeza, wawe wajenzi wa ufalme wa dunia hii. Mpaka Wakristo wanapotoshwa, wanaingia katika mchakato wa kujenga ufalme wa dunia hii. Mwisho wa siku, katika kujenga ufalme wa dunia hii, watakuja kumpokea masihi feki, wamwamini huyu ndio masihi wetu, ambaye naye lengo lake kubwa ni kujenga ufalme wa dunia hii. Wamkatae masihi wa kweli, ambaye lengo lake kubwa si kujenga ufalme wa dunia hii, bali ni ufalme wa mbinguni. Yanapoendelea haya duniani huko, tunapaswa sisi kujua sisi wenyeji wetu ni wa wapi? Wa mbinguni. Ndio maana maandiko yanatuambia tusijihusishe hata kwenye mambo ya siasa, maana huko unaelekezwa katika kujenga ufalme wa dunia hii, kitu ambacho si lengo la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona mambo haya, harakati kuu zinaamka za kujenga ufalme huu. Sisi tuamke, tujue kwamba wakati ukaribu. Yesu anakuja kuusimika ufalme ambao sasa tutakuwa tuliujenga kuanzia mioyoni mwetu. Bwana pewe sifa. Masihi wa dunia hii yupo karibu kuja.
Masihi wa dunia hii yupo karibu kujitokeza waziwazi. Na nakuja waziwazi. Yaani nakuja polepole lakini kwa uhakika. Tena sio polepole, tena nakuja kwa haraka. Nakuja kwa haraka. Maana kuna zamani mimi nilikuwa najiuliza, hivi sheria ya Jumapili ya kusali watu wote Jumapili itatangazwa hivi kweli watu wote duniani hawa wataikubali? Yaani wanaanzaje kwanza kukubali? Ila mpaka sasa hivi nina uthibitisho mwingi wa kukuhakikishia kwamba hilo jambo linawezekana, tena vizuri sana. Kwa sababu katika dunia hii mambo yanaelezwa hivi: ili umtawale mtu katika ufalme wa shetani, sasa ili umtawale mtu unatakiwa muandalie mazingira ya kumtawala. Yaani umuandalie mazingira ya kumtawala. Ndio mazingira yalishaandaliwa sasa hivi, mpaka sasa hivi maandalizi yanaelekea tu mwishoni. Bwana pewe sifa. Vyakula vya kisasa vilivyopo vinawafanya watu, yani vyakula vya kisasa vyakula ambavyo watu wakila yani wanageuka kuwa na akili za ovyo. Akili zao sio tena ambazo Mungu alitaka wawe nazo. Wale watu wakikutana na jaribu kama hilo, wakikutana na hata na proposal ya hivyo kwamba tunataka tuwe na sheria kama hii, wanafikiri watakataa. Shetani anaandaa mazingira ya kuiweka dunia katika mstari mmoja, na Masihi huyo ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki la Roma atatokeza. Watu wote watampokea kwa shangwe kama Masihi anayekuja kuleta amani duniani. Amani iliyopotea Tanzania atairudisha, amani iliyopotea Kenya atairudisha, amani iliyopotea wapi atairudisha. Kwa hiyo watu watampokea kwa shangwe kubwa kama Masihi, mwokozi wa dunia hii. Sisi tuwekeze zaidi tumaini letu kwa Yesu Kristo, Masihi, mkombozi wa maisha yetu. Yu karibu sana kuja. Ukiingia mtaani unaweza ukaona kwamba maisha haya yataendelea tu hivi. Lakini dunia ikitaka kubadilika haichukui raundi, haichukui hata dakika. Dunia inageuka vibaya sana. Hapo ndipo utaanza kusema, wala hata ningefanya maamuzi mapema. Mbona dunia imegeuka vibaya kwa haraka hivi? Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa. Shetani yupo katika kuamsha hisia za watu. Vijana wanaandamana kupinga serikali, wanakufa mamia. Roho za watu zinaangamia, wanakufa wakiwa hawajaandaa roho zao kwa ajili ya ufalme ujao. Ni jinsi gani shetani anavyokula roho za watu kama simba anayewinda mawindo. Tuyaonapo hayo, tuinue vichwa vyetu juu mbinguni. Tutambue kwamba Yesu yu mlangoni, na itakuwa furaha ilioje Yesu ajapo mara ya pili atukute tukiwa tayari. Bwana bariki somo hili kwa jina la Yesu. Amina.